Yes, mambo bwana, niko poa. Niambie Mula Omari mwenyewe. Mungu ni mwema kwa kweli. Naona kinyonge sana, matokeo ya Taifa Stars yamekuchanganya kidogo. Siwezi kuwa mnyonge kwa sababu ya matokeo ya mpira kuwa matokeo mabaya. Ya matokeo ni kweli ya mpira hayakuwa mazuri kwetu wa Tanzania, lakini mwisho wa siku lazima tukubali matokeo. Tumepoteza mchezo wa 16 bora, tumerudi nyumbani. Mapokezi yanaratibiwa kuwa makubwa sana, wachezaji kwenda mpaka Ikulu baada ya kutolewa kwenye 16 bora. Si hatushangai, wa Tanzania ndio zetu. Kila tunapofanya hatua moja tunakuwa tuna kasharehe chetu, kwa sababu hatujui kuingia hatua ya makundi. Kama kuna process zinapangwa za kufanya kuwapongeza wachezaji wetu katika hatua ambayo waliofikia katika nchi yetu, mara ya kwanza tunaingia hatua ya 16 bora, sio mbaya. Maamuzi ni mazuri kwetu kwa sababu tushazoea Tanzania, kila kinachotokea kwetu kipo tunakifanyia sherehe. Nafikiri ni mzuri. Kwetu sisi natujenga, kwa sababu haya mafanikio juu hayaji kwa haraka. Na imani kwamba kile tunachokifanya wachezaji wetu nao wanakiona na itakuwa wanajua kwamba kuna watu wako nyuma yao. Na maana kama anakwenda kwa support, kwa sababu nadhani kama Ikulu manake wanakwenda kwa rais wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye anakwenda kuwapongeza. Sasa inawezekana anakwenda kupongeza na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, afu nyua Tanzania washabiki wenyewe hamtaki kuisupport hiyo timu. Watu waisupport timu mpaka inafika zake magogoni. Shazi la watu liwepo kumuonesha mama tunamuunga mkono kwenye michezo. Mashabiki feki wameonekana wakiumia sana matokeo waliopata Taifa Stars, ihali wakati inacheza mashindano ya CHAN hata Benjamin Mkapa walikuwa waonekana. Unajua sisi nchi yetu inakuwa ina vitu vingi vya ajabu sana. Yaani sisi tunaipenda timu pale ambapo tuseme nataka kupata mafanikio, lakini ikiwa timu inatafuta mafanikio sisi hatuipendi. Umezungumzia CHAN. CHAN ilikuwa mshini kwetu hapa, lakini mwisho wa siku sisi Tanzania katika nchi ambazo zile tatu ambazo zilitia aibu ni nchi yetu ya Tanzania. Ukiangalia zetu Uganda wanajaa viwanjani, ukiangalia zetu Kenya wanajaa viwanjani, lakini Tanzania tulikuwa tunashindwa kwa sababu gani? Lakini leo timu yetu tunasema imeonewa Morocco, kila mtu afanya na uchungu na timu. Mbona inapokuwa hapa nyumbani timu yetu hatuendi kuisupport? CHAN mimi nimekuwa na mechi zote 4 kuangalia zote za Taifa Stars. Mimi na mapenzi nayo ile timu, kwa sababu ndio timu yangu, iwe mzuri iwe mbaya. Atakiwa Tanzania wote tuwe tayari kuipambania timu yetu. Ikiwa mzuri tuwe nayo, ikiwa mbaya tuwe nayo. Wote tulipopa sauti mchezo wa juzi, tulipotoka kwenye mabanda umiza. Sauti ile ingekuwa timu yetu inaisupport vile. Si nchi yetu, timu yetu ingekuwa na mashabiki kibao tu. Lakini tunaipenda pale inapoona sasa hivi ndio kupata mafanikio, tunaipongeza pale. Lakini ikiwa chini ya mafanikio, hataki kuipongeza. Kwa tubadilike wa Tanzania kwa naba ya timu yetu ya taifa. Tusibaki na vilabu viwili Simba Yanga. Ili mpira wetu ukue, lazima timu yetu ya taifa tuiunge mkono 100%. Ndipo napo watu wataona kwamba Tanzania kuna nchi ambayo yenye mpira. Lakini sisi tunabaki kwenye Simba na Yanga. Miguel Angel Gamondi. Tumzungumzie Miguel Angel Gamondi, kocha mkuu wa Taifa Stars, ni caretaker, lakini na inasadikika ni wazi inaonesha kwamba atapewa mkataba wa kudumu sasa wa kuifundisha timu ya taifa ya Tanzania. Mimi nadhani wakati tuliokuwa nao kwa hapo cha ambaye ameenda nayo Morocco imetusaidia, kwa sababu tumeenda Morocco kwenye hapo cha kuzuia tu. Hatujajua pale, je, timu ambayo inakuja kucheza mashindano ya mchini kwetu, je, tutakwenda na approach ile? Kwa sababu ni approach ya kuzuia, maana yake walimu wengi wanashindwa kuwafunga, wanashindwa kuzifungua zile timu. Kwa approach ya kuzuia, yes, alikuwa na approach mzuri, tulizuia vizuri michezo yote 4 tulicheza vizuri kwenye kuzuia. Mechi ambayo tulifunguka nadhani 1-1 ilikuwa ya Uganda. Uganda tulifunguka tukapata goli 1-1, lakini Uganda walipopushi tukapata shida. Unaelewa? Kwa hiyo kama anaachiwa timu ni lazima aachiwe timu, lakini kuna baadhi ya vitu lazima virekebishe. Timu hiyo na wakati wa kushambulia na kuna wakati wa kuzuia. Isiwe muda wote timu inakuwa nyuma ya mpira. Quality ya hali ya juu, kila mchezo wamemaliza na goli. Tofauti na mchezo uliotolewa tu ndio hawakupata goli. Lazima tukubali kwenye timu yetu ya taifa, timu ya taifa Tanzania kwenye mashindano haya tumaprove kitu kidogo, kwa sababu hatukuwahi kupata alama hata hizo 2 ambazo tulizipata. Sidhani kama tunaweza kuzipata. Lakini mwisho wa siku tumepoteza katika msimu huu ambao 25, 26 katika mashindano ya AFCON. Tujipange 2027 kwa sababu yanakuja mshini kwetu, tupambane akiwa kwetu, tufanye makubwa zaidi. Kauli ya Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba amezungumzia jambo moja, amezungumzia kwamba kwenye mashindano ambayo yanaratibiwa na TFF, ikiwezekana wacheze wachezaji wazawa tu, itungwe sheria hiyo, na yale mashindano ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara wacheze wachezaji wengine ambao ni mchanganyiko wa mataifa mbalimbali ambao wanasajiliwa kutoka nje. Kwa maono yake yeye anatamani kuona hivyo. Maana yake hapa tunazungumzia kombe la CRDB na ikiwezekana na makombe kama la Mapinduzi, wachezaji wa kigeni wasicheze. Huo ni mtazamo wake, tunamheshimu
Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu wa mpira ambaye tunajua moja kwa moja kwenye Tanzania ana mchango mkubwa wa mpira, lakini ukizungumzia wachezaji wetu wa Kitanzania cheze kwa wenyewe, maana yake hapo ndio ushindani hamna hapo, kwa sababu wenyewe kwa wenyewe bado tunapata wapi? Sisi ndio tunajuana, lakini unavyochanganya timu wachezaji wa ndani na wachezaji wa nje, maana yake ndio kuna ushindani. Unamkuta beki wa Tanzania anamkaba Mpanzu, anamkaba Pakome, maana yake hapo ndo anakomaa. Ukisema tucheze wenyewe kwa wenyewe, unakuja kwa wachezaji wakubwa, turudi kule tulikotoka. Tulikuwa tunacheza ligi zetu, tukitoka nje hata mashindano yetu ya klabu bingwa, wachezaji wetu wa ndani walikuwa wanachemka. Mfano mfupi tu, angalie kwenye mashindano ambayo tunacheza klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, wachezaji gani wana perform katika mashindano ya kimataifa? Unakuta wazao wachache, wageni ndio wanakuwa wakubwa. Kwa hiyo sio sababu. Kama tumepata nafasi ya kufika hatua ya 16 bora, tujipange msimu unaokuja ambao mashindano yatafanyika kwetu, tupambanuke tuvuke kufika robo finali. Lakini kusema tuanze kupekua sijui hawa wacheze mashindano yao, haya mashindano yetu, timu wachezaji wote watakuwa wana ushindani, kwa sababu ugumu wa wachezaji wote wanaopata katika mashindano ambayo wachezaji wa kigeni wapo ndipo wanaposhindana. Kwa maana hiyo unataka kusema kwamba hiyo kauli ambayo ameizungumzia Mwigulu, wewe kama huungani nayo mkono? Na mheshimu kwa sababu ndo kiongozi wa mpira, kiongozi katika taasisi za serikali, lakini hayo maoni yake, haya maoni yangu. Huwezi kuniambia kwamba wachezaji wa Tanzania wacheze wenyewe kwa wenyewe, hawatakuwa na ushindani, lakini yeye huo ni mtazamo wake. Mimi mtazamo wangu hapana, kwa sababu lazima wachezaji wetu washindane, wachezaji wa nje ambao wanakwenda kugungana nao kwa uhakika, wanashindana nao kwa uhakika. Leo ukimzungumzia Bakari Nondo wa Mwamnyeto, anakuwa hodari wa kucheza mashindano makubwa kama yale kwa sababu anacheza na wachezaji wakubwa ambao wako Yanga Afrika, na wanakuja baadhi ya wachezaji wageni kwetu wanakaa benchi. Sio kwamba lazima akiwa mgeni atacheza. Tunaona wachezaji wa kigeni wanakaa benchi kwa sababu wachezaji wetu wanaonyesha uwezo, wanaingia kwenye vikosi vya kwanza. Top defender wa hali ya juu kabisa, Bakari Nondo Mwamnyeto. Ndo tunavyozungumzia sisi Yanga Afrika tuna ukuta bora, na ndio maana hata sisi kwenye mashindano yote ya katika misimu zaidi ya mitatu hatujazungumzia beki wa kati. Beki wa kati tunajua tunabaki mabeki wa kati wazuri ambao tunajua tukiwapanga muda wote watufanyia kazi yetu mzuri. Mwisho wa siku Bakari hakuna aliyojua anakwenda kucheza Morocco, lakini mwalimu Miguel Gamondi kamwamini michezo yote minne katwanga, katuonyesha uwezo wake. Kwa kazi kwa mwalimu wa Yanga, je, atakubali yale ule ukuta ambao ameutumia Gamondi kule, au atarudi na ukuta wake wa Dickson Job na Bakari Nondo Mwamnyeto? Tunaachia benchi la ufundi, si kazi yetu kushangilia timu yetu na kupa support.